Hatimaye tumerudi tena katika episodi ya 8 mara baada ya pale ambapo tulikuwa tumekomea katika episodi ya 7. Tuliweza kuona Mwamba Captain akiwa anapokea simu kutokea kwa Chogeng akisema kwamba nimeshatoroka na sasa nimeingia Korea ya Kusini. Na kwa kuwa ahadi ni deni, basi nimekuja kulipa ahadi yangu kwa sababu nilikuahidi kwamba kama nikipata nafasi mtu wa kwanza kumwangamiza ni bidada Seli. Hasa bidada Seli hajui chochote kile, anatoka ofisini yuko katika basement yuko kwenye parking ya magari, ghafla tu akaona kana kwamba kuna mtu ni kama alikuwa anamvizia hivi. Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu walinzi ni kama walikuwa wanampa bidada escort kutoka katika maeneo haya, japokuwa hawakujua kwamba bidada alikuwa anaviziwa. Basi bidada baada ya kutoka salama kaudi nyumbani akawa amepiga usingizi, ila usingizi haudi, anageuka kushoto usingizi hakuna, akajaribu mpaka kutumia vidonge vya usingizi, bado hali ni mbaya tu. Mwisho wa siku akaamua kuanza kutembea tembea mitaani, asijue kwamba anaviziwa na anawindwa vibaya mno, kwani kuna mtu ametokea Korea Kaskazini amekuja kumtafuta huku. Lakini ghafla Binivu akashuhudia mtu kama anamjua hivi, kutazama mara mbili, huwezi kuamini, Mwamba Captain tayari yuko Korea ya Kusini. Hasa bidada Seli akabaki anashangaa kwa sababu hakuamwambiaga jamani wapi ambako anaishi, inawezekanaje waweze kutana siku ya leo. Hasa kama unakumbuka nilikuambiaga kabla, ni kosa kubwa sana kwa mwanajeshi kutokea Korea Kaskazini kuvuka mpaka na kuingia ndani ya Korea ya Kusini. Lakini hata hivyo ulinzi mkubwa upo ndani ya Korea ya Kaskazini na sio Korea ya Kusini. Yaani kiufupi si kwamba Korea ya Kusini hakuna ulinzi, lakini watu ambao wanaogopwa zaidi ni watu wa Korea Kaskazini. Hebu anaye sasa huku upande wa Korea Kaskazini yule mfungwa aliyeweza kutoroka wakazidi kumtafuta tu na walikuja kugundua kuna pango ambalo lilikuwa limechimbwa kuelekea Korea ya Kusini. Kwa hiyo hapa inaonekana mhalifu amehamia Korea ya Kusini. Lakini sasa bidada anamuuliza jamaa, umewezaje kuvuka mipaka na kuingia ndani ya Korea ya Kusini? Kwa lugha nyepesi ni kwamba umeisaliti nchi yako, kwa sababu mtu akivuka mpaka kuingia huku ameisaliti nchi yake. Lakini Mwamba akasema nina mission maalum ndio maana nimekuja huku. Bidada alishangaa akasema mbona umekuja kiurahisi sana? Kwa nini mimi kwangu ilitumia muda mrefu sana? Au ulikuwa unataka mpaka tupendane, si ndio Lakini Mwamba akasema imekuwa rahisi sana kwangu kuja huku kwa sababu nimekuja kwa lengo la kuja kumkamata mhalifu, na mhalifu mwenyewe ni Mwamba Chogeng. Amevuka mipaka ya nchi na lengo lake ni kuja kukuua wewe. Kwa hiyo nimemuwahi haraka sana kabla hajatimiza jambo lake. Bidada akabaki anashangaa, amekuja kuniua mimi, nimemkosea nini kwani? Mwamba akamwambia bidada kwamba hujamkosea chochote kile, lakini anataka kukamate wewe akurudishe Korea Kaskazini ili aweze kumshtaki baba kwamba aliweza kushirikiana na mimi kukuvusha wewe kama mhalifu ambaye ni spy, na ili angalau tu aweze kuondolewa katika adhabu yake mbaya ya kuweza kutoroka gerezani, kwani jamaa alikuwa amehukumiwa kifungo cha maisha. Hasa bidada anavyomwamini Captain akasema itabidi ubakie basi huku uweze kunilinda, kwa sababu ulivyo handsome hivyo hapo sura yako ikiendelea kubakia wazi hivyo watakupiga watu picha, hebu ngoja nikufunike kwanza. Basi bidada mdogo akaanza kumpeleka Mwamba mpaka nyumbani. Mwamba kuingia nyumbani kwa bidada, bonge la house yese, yani jumba limetulia, so chini ya bilioni 5 hivi zimetumika kulijenga hili. Hasa bidada ni kama alikuwa anataka kupunguza nguo. Mwamba akamtazama bidada, wakaishia kutazamana tu kwa aibu hivyo. Mwamba akasema samani, kuna chakula kweli hapa ndani? Zunguka sana kwenye mafriji, kila sehemu akienda wanakutana na maji tu. Mwamba akawa anacheka anasema yani wewe uliniambia wewe ni tajiri alafu hata kwenye friji hauna chakula kweli jamani? Bidada akaanza kusema mimi silagi sana, naagizaga vyakula kutoka KFC wananileteaga hapa kwa oda mara 2 tu kwa siku, ni kidogo tu na penye nakula, yani silagi sana. Wakati bidada anaendelea kujipamba hivyo, Mwamba akawa anakumbuka namna bidada alivyokuwa anapeleka mahindi ya kuchoma na namna ambavyo alikuwa anapeleka miogo, alafu leo bidada eti alagi sana. Jamani, ukiwa muongo kuaga na kumbukumbu hasa huwezi kuamini. Yale masoja ambayo ni marafiki ya Mwamba Captain na yenyewe alikuwa amefunga safari akaja huko Korea ya Kusini. Kumbuka kwamba bidada alikuwa anasimulia sana stori za Korea Kusini, kwa hiyo akaamua na yeye kufunga safari kuja. Sasa bwana we, njaa imepiga vibaya mno, alikuja huko hata 100 hayana, kwa sababu bidada alisema kwamba yeye ni tajiri, kwa hiyo akawa naamini akikutana tu na bidada atakula sana. Lakini miamba wameishia kula kwa kuchungulia katika migawa namna ambavyo watu wanakula vizuri. Na kumbe hata safari yao wao kuja huku katika nchi ya Korea ya Kusini ni kwamba walikuja kwa tiketi ya kuja kushiriki mashindano fulani hivi ya mbio za riadha, na huu mpango mzima ulikuwa umeandaliwa na babake Jang, na lengo la babake na Captain ilikuwa ni kwamba wamrudishe Captain haraka sana katika nchi yake ya Korea Kaskazini. Sasa miamba wamekuja huko hawana hata 100, yani wao walifurahia tu kuja. Basi wale kuku kutokea KFC ni kweli mida yake ikawa imeweza kufika. Bidada akaendelea kuwachapa kuku bana. Taratibu Mwamba akawa anamuuliza mahusiano yako na familia yako vipi, kwa sababu naona unaishi peke yako kwenye jumba kubwa la kifahari. Lakini bidada akadanganya akasema anaishi vizuri sana na ndugu zake wote, yani maisha yako bomba kabisa. Lakini wakati huo akawa anasikia hodi, kuna mtu anagonga hodi, kabidi bidada aende kuangalia. Kuja kutazama hivi katika kioo anagundua kwamba ni kaka yake pamoja na dada yake. Ise hawa
wazi hivi kabisa. Akawa anamwambia jamaa aweze kujificha kwa sababu hataki kabisa aone mazingira ya watu kwamba wapatani. Lakini pia hatamani kuona kwamba yeye atakuja kufahamika kwamba anaishi na mwanaume hapa ndani. Alitaka iwe siri tu. Basi kaka mtu akawa anamwambia dada yake kwamba unatakiwa kuwa mkweli na muwazi. Wewe bana haukwepo Korea ya Kusini, ulikuwepo Korea ya Kaskazini. Na kama baba akijua tu kwamba ulikuwepo Korea ya Kaskazini itakuwa ni hatari sana kwako. Kwa hiyo ili tusimwambie baba, basi hakikisha unajiondoa katika kinyang'anyiro cha kuja kuilisi ile kampuni ya baba. Mwamba Captain anayasikia haya yote anayoongelewa, ndipo akagundua kwamba bidada hana mahusiano mazuri na familia yake. Lakini dada mtu akakazia akasema, sisi tulikuwa tunajua kabisa kwamba uko North Korea na mpango wetu ulikuwa ukamatwe kule uweze kuuawa. Lakini sasa kwa sababu umeweza kufanikiwa kuja huku, basi tuachie ulisi wa kampuni. Lakini huyu dada mtu wakati amekaa hapa aligundua kuna viatu vya kiume katika mlango na akaelewa kabisa kwamba bidada anaishi na mwanaume hapa ndani. Bidada hakutaka aongee na kitu chochote kile na Mwamba Captain zaidi ya kwenda tu kumkumbatia. Alijua kabisa kwamba Captain ameshafahamu ukweli. Na Mwamba akamshauri bidada kwamba sahau kila mtu ambaye anakuletea kikwazo kwenye maisha, bali mkumbuke mtu ambaye anakuletea furaha na upendo. Kamwe katika maisha yako usiwape nafasi watu ambao wanakuletea maumivu. Eti unakaa unapoteza muda wako kabisa unakumbuka watu wanaokuumiza. Kumbuka watu waliokupa furaha ili moyo wako uweze kufurahia. Bidada akasema asante, nashukuru kwa ushauri. Basi hapa ndani ya Korea ya Kusini, basi kaka zetu wale masoja wamepambana wamepata chochote kitu, wakapata nafasi angalau hata ya kupanga katika banda la nguruwe. Yaani kuna mfugaji mmoja wa nguruwe baada ya kuuza nguruwe wake akawapangishia banda la nguruwe wage wanaishi hawa jamaa. Kwa sababu kwa kodi ya shilingi 3,000 kweli utapata chumba gani zaidi ya banda la nguruwe? Basi miamba walikubali kuishi ndani ya banda la nguruwe. Sasa pana joto hapa ndani mpaka wakawa wanachemka. Sasa kuna mshikaji mmoja anaitwa Kwang Mbele akawa amekuja hapa na misosi ya gharama kabisa. Watu wakaanza kumuuliza, "Wewe umetoa wapi misosi hiyo wakati tumetoka kula miogo mchana?" Bwana mdogo akasema, "Bana, kuna jimama moja limeshoboka hapo nje likaona uensamu wangu hivi likani bless hiyo msosi. Kwa nikaona ni vyema nije kula na wenzangu. Si unajua tena kizuri kula na wenzio ndugu zangu we." Basi baada ya kula wakashiba wakawa wanaondoka. Uensamu kidogo umemsaidia huyu jamaa angalau ameweza kuwashibisha wenzake. Okay bana, wanatoka nje. Sasa kuna dada mmoja yuko kitengo cha mapokezi akaanza kusema kwamba si mko watano Wakasema ndio tuko watano. Basi sawa, bili yenu ni shilingi 350 ya msosi mliweza kula mchana huu. Samahani mama, umesema 300? Sio 300, 350. Mwe mnaelewa. Kumbe Mwamba kaka Handsome aliagiza msosi wa 350 afu akasema tukisha kula tutakuja kulipa tunavyoleta vyombo. Miamba wakaanza kumshika jamaa sura akasema, "Tulikuwa tunataka tushangae kwa sura ipi ambayo iongwe? Hii sura kama kwa hapa la kuku." Mama wa mgawa akasema, "Mkimaliza kutukanana nataka 300 yangu na nusu hapa mezani." Sasa tukirudi huku nyumbani kwa bidada Seri, leo alikuwa anabadilisha password hapa nyumbani kwake, lakini pia alikuwa anaweka fingerprint ya Mwamba ili jamaa akiwa anaingia waga anaweka fingerprint yake kisha anaingia ndani ya mjengo. Basi bidada akamtoa Mwamba akampeleka mpaka kwenye basement. Bidada alikuwa na bonge la gari bana ilikuwa imepaki pale. Sasa jamaa alipoweza kuiona gari kwanza akaipiga hivi kidogo. Bidada Seri akauliza, "Kwa nini umepiga hivyo gari?" Mwamba akasema, "Tunapiga hivi magari kwa sababu vipindi vya baridi huwa kuna wanyama wanakaga chini ya magari. Kwa ukipiga hivi wanatoka." Hey jamani Captain, acha ushamba, huku sio Korea Kaskazini. Huku tunaishi kiprofessional. Hapa pana CCTV kamera. Hakuna mnyama anaweza kuingia chini ya gari. Oh, sawa basi nisamee. Ushamba tena wa Korea Kaskazini wananisumbua. Lakini dakika hiyo hiyo mara kuna paka akatoka chini ya gari akakimbia. Bidada hivyo hivyo kwa aibu bana akasema, "Basi samahani, kuanzia siku nyingine nitakuwa nagonga hivi kabla ya kuendesha gari." Sawa. Basi bidada akamtoa Mwamba pale na akampeleka katika duka la kuuza nguo. Bwana we, Mwamba alivaa suti moja ilimtoa vibaya mno. Bidada alipoweza kumuona Mwamba akasema, "Da! Yaani umependeza." Na huyu mhudumu wa hili duka akasema, "Wewe kaka umependeza." Sasa kila anapomwambia umependeza anamshikashika hivi. Bidada Seria anaona wivu yani. Sasa bidada Seria akasema, "Hebu nenda kabadilisha hiyo suti kavae nyeusi." Jamaa kavaa nguo nyeusi tena na yenyewe ikamtoa vibaya mno. Sasa huyu mhudumu kama kawaida kila anapomsifiaga Mwamba anamshikashika hivi. Na bidada akaona kwamba huyu mhudumu huyu nikimdekeza huyu, mwisho wa siku mume wangu atakuwa anakuja hapa kila siku kutaka nguo. Kumbe kwa sababu ya kushikwa huku. Basi bidada Seria akaingilia kati pale na kuanza kusema, "Sasa mume wangu, ngoja kwanza nikuchagulie nguo mimi mwenyewe alafu nikujaribishe mimi mwenyewe alafu nikusifie mimi mwenyewe." Alafu alivyomaliza kumchagulia Mwamba nguo, kwanza akamfuata huyo mhudumu akasema, "Hivi wewe mhudumu umeolewa?" "Hapana, niko katika harakati za kutafuta boyfriend." "Lakini vipi, kwani wewe huyo ni mume wako?" Bidada akasema, "Ndio, ni mume wangu." Hey jamani, una mume mzuri, yani mume ana muonekano, mume ametulia, mume ana kifua, mume amepanda angani. Hebu sikiliza kwanza bana, masuala ya mume amepanda angani, ameshuka, vyovyote atakavyokuwa, lakini mume wangu tu. Hebu kwanza tuingize kwenye masuala ya malipo. Alafu nataka nguo zote alizojaribu azinunuliwe. Lakini ile bili inakuja inagundulikana kwamba ni milioni 25. Alafu bidada akalipa yote. Hasa kila kitu ambacho bidada alikuwa anakifanya, Mwamba alikuwa anaonyesha umakini na kumjali sana. Ikafika stage mpaka Mwamba akawa anamfungulia bidada mlango. Sasa Mwamba akuishia kumfungulia bidada peke yake, akafungulia kama raia wengine 3-4 hivi. Watu kila wakimtazama bidada vya shule hivi vikao vinasema, "Jamani ule kaka ni handsome." Sasa bidada alipokuta kila wakati Mwamba akitembea naye hivi wanamsifia. Si kesho yake akaenda naye mpaka kwenye kampuni. Basi kila mtu alitamani kujua huyu jamaa ni nani na akaanza
kumuuliza bosi wao, lakini bidada akasema huyu ni bodyguard wake, yani msimamizi wake wa karibu kabisa. Hasa bidada alipokuwa ameweza kuingia ofisini kwake, Mwamba akawa anasubiria hapa kwa nje, akawa anaitwa bana, wewe karibu chakula, unajua ndo mida ya kula hii. Lakini Mwamba akasema hapana, mimi ndakula na bidada Seli. Wakasema we subutu, mkurugenzi halagi na mtu ovyo ovyo, yani mlinzi ukale na bosi, unajichukuliaje wewe? Mwamba alisubiri sana mpaka mishale ya usiku, bidada akawa amemaliza kikao chake na tayari akawa anarudi nyumbani. Mwamba akawa anamwambia bidada kwenye gari, inaonekana wafanyakazi wako wanaelewa ratiba yako ya kula mpaka utaratibu wako wa kula, yani inaonekana wanakupenda sana na unawapenda sana, si ndio? Bidada akasema ndio nawapenda, lakini wewe nakupenda mpaka moyoni. Yani katika kitu ambacho bidada Ray ameweza kujaliwa, basi ni namna ambavyo anajua kuyasema maneno yake vizuri. Aliongea maneno ambayo yalimkosha sana jamaa. Hasa Mwamba Captain, ule wakati ambapo amewafungulia watu mlango akawa anapita pita pale ameshikilia mlango kwa niaba yao, ile picha bana ikawa imetapakaa katika mitandao ya kijamii na watu wakawa wametuma comment kama wote. Sasa kuna baadhi ya lugha za Korea ya Kusini huwa hazielewi vizuri. Akawa anamuuliza bidada, hapa anamaanisha nini? Bidada akawa wanasema kwamba ni bonge la handsome wewe. Kweli. Na hii hapa ya chini anamaanisha nini? Hiyo anasema jamani wewe kaka mzuri. Okay. Na hii hapo ya juu anasema wewe ni mzuri mno. Jamaa kidogo aka mtandao kakamvutia, akajikuta mpaka amekalia kwenye kompyuta kama yeye ndio boss katika hii ofisi. Akaendelea kupitia comment moja baada ya nyingine. Wakati wako busy kufuatilia comment za watu mitandaoni, kumbe nje tu ya ofisi tayari Mwamba Chogeng alikuwa ameshatia kambi. Balaa ndio kwanza linaanzia hapo. Nini ambacho kitakwenda kujili? Tukutane katika episode ijayo. Mimi naitwa DJ Pona, hii inaitwa PVP Media Max. Karibu sana PVP Media.